Naam. Ndiye mwenye kusikia na kufanyeje? Na mwenye kujua. Unaona? Kwa hiyo Allah anasema yeye anasikia na anajua. Kwa hiyo hata Allah anajua lini kiyama. Tunamuuliza Mungu wa mwenzetu. 26:36 Mathayo. Kwa wale wenye kusoma ndani ya Biblia 26:36 Mathayo. Tunaambiwa hivi na 26 huyo Bwana Yesu anasali, anatufundisha kusali na anasemaje katika kusali? 26 nimepaona. Anasema 24:36. 24:36. Walakin. Naam. Walakin. Safi. Habari ya siku ile ya kiyama, na saa ile, hakuna ajuaye, si malaika, naam, si mwana ambaye ni Yesu, ila Baba peke yake. Takbir. Jamani, hivi tunaweza kuwa na Mungu ajui siku ya kiyama? Huyu siye Mungu. Mwisho nataka nimalizie. Yesu alikaa tumboni kwa Mariamu. Hakuna Mkristo anayekataa. Atakayekuja hapa akiinuka atuambie, kwa sababu kawaida ya Mungu huumba viumbe tumboni alafu wanazaliwa. Sasa atakayekuja hapa, kabla ya kuingia kwenye mada, kwanza ili Yesu awe Mungu, atutajie njia aliyetokea Yesu kwa Mariamu inaitwaje ili awe Mungu. Salamu alaikum. Imepewa title inayosema je, Yesu ana sifa za kuwa Mungu na kuabudiwa? Sasa na mimi bila kupoteza muda, wakati huu naomba nimlete kwenu Mwalimu Zebedayo Mwangunda. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Uhuru wa Yesu. Asante sana. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mungu wangu Yesu kwa kuweza kulisimamisha mahali hapa kwa ajili ya kujibu hoja ambazo Waislamu wamekuwa na mashaka juu ya uungu wa Yesu, na ninaamini kweli hawajui. Kwa nini Waislamu hawawezi kujua? Kwa sababu mahali ambako wameamua kujifunza kuhusu habari za Mungu, kule Maka, kule hakuna Mungu. Kwa hiyo Mazinge yuko sahihi kuto kujua kwamba Yesu ni Mungu au la. Lakini kabla sijapitia hoja zake ambazo amezitoa hapa, ametoa hoja nyingi sana. Labda nimwambie rafiki yangu Mazinge, katika kutililika kote hapa, mimi nilijua angekuwa anatoa sifa za Mungu alafu anachukua sifa ambazo Yesu hana, ambazo hizo sifa Yesu hana, basi angekompea akatengeneza kwamba Yesu sio Mungu. Sasa hajafanya hivyo. Labda nimpe mfano mdogo tu. Nilikuwa nazungumza kwamba hoja ambayo mheshimiwa ameijenga kusema kwamba Yesu hana sifa ya kuwa Mungu, ngoja nimwambie kidogo rafiki yangu Mazinge kwamba sifa ya Mungu ni ipi. Labda nitumie mfano kidogo kwenye Qur'ani 22:75 Qur'ani. 22:75. Maana usipotumia Qur'ani watasema wewe umetumia kwenye Biblia. Tunatumia Qur'ani kidogo niwafungue akili Waislamu. 22:75 inasema hivi. Inasemaje? Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika na miongoni mwa binadamu. Naona hoja hiyo. Qur'ani inasema, sio Allah anasema mimi nachagua. Allah ni kibao, anasema Mwenyezi Mungu anachagua mitume miongoni mwa mwanadamu na miongoni mwa malaika. Kwa hiyo tuangalie, je, ili Yesu asiwe Mungu, wewe Yesu unachagua mitume, unachagua malaika, unachagua manabii? Ndio hoja ya msingi. Unaona maneno hayo? Sasa hebu tuangalie hivi, wewe Yesu, maana haya anasema Mwenyezi Mungu anachagua mitume. Yesu anasemaje? Luka 6:13. Luka 6:13. Ndio nakuua hiyo Mazinge hiyo.
taratibu. Luka 6:13 unasoma kwa jina la Yesu. Ubarikiwe sana. 6:13 inasema. Inasemaje? 6:13. Luka 6:13 inasema, ndio. Kulipokucha aliwaita wafuasi wake, akachagua 12 ambao miongoni mwao aliowaita mitume. wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Si hao Yesu kachagua mitume. Unaona maneno? Allah anasema sifa ya Mwenyezi Mungu ya kwanza ni kuchagua mitume. Yesu kachagua. Sasa wewe unapokataa unakataa nini sasa? Wakati Allah wako anakubali. Unaona maneno hayo? Je, sifa ya pili Yesu anayo ya kuchagua manabii? Mathayo 23:34. Mathayo 23. Hii inaitwa shule ya jioni. Shule ya jioni tunawapa darasa Waislamu. 23:34 inasemaje? Mathayo. Nasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Inasema, ndio. Haya basi, na wapelekea manabii. Mathayo 23:34. 23:34. Tumia Union Version. 23:34 inasemaje? Inasema, ndio. Kwa sababu hiyo angalieni, Yesu anasema mimi Yesu natuma kwenu nini? Manabii na nini? Na wenye hekima wa Kristo. Haleluya. Masikia bwana? Yaani wewe kabla Mazinge hujazaliwa Yesu anakuambia mimi natuma manabii. Sasa njoo bishane naye sasa. Ndio maneno hayo. Maana wewe ulikuwa unatumia Biblia hii kutengeneza hoja, na mimi natumia hiyo hiyo. Baadaye akija atamkataa Mathayo. Ndio Waislamu walivyo kwa kuchagua maandiko hawa. Wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nimemaliza sifa ya kwanza. Sifa ya pili ya kuabudiwa, natoa mfano 10:90 Qur'an. 10:90 ndani ya Qur'ani. 10:90 inasema. Inasemaje? 10:90 inasemaje? Na tukapitisha wana wa Israeli ndio katika bahari, ndio, na Firauni na majeshi yake wakafuata kwa dhulma na jeuri. Sawa kabisa. Endelea. Hata kulipomfikia Firauni, tazama alisema naamini ya kwamba. Jamani, Qur'ani inatuambia leo kibao. Qur'ani ni kibao. Inasemaje? Ya kwamba naamini ya kwamba hakuna abudiwaye kwa haki. Hakuna abudiwaye kwa haki ila nani? Wanayemwamini wana wa Israeli. Unaona maneno? Ila yule wanayemwamini wana wa Israeli, huyo ndo anayeabudiwa kwa haki. Maana yake hapa Allah kajiondoa. Allah ni kibao. Kasema jamani Waislamu, anayeabudiwa kwa haki ni yule wanayemwamini wana wa Israeli. Swali, Yesu anaabudiwa? Luka 24:50. Luka 24:50. Ndio nakuua hivyo Mazinge. Anacheka. Moto mkubwa huu. 24:50. Luka. Inasemaje? Allah anasema Mungu anayepaswa kuabudiwa yule wanayemwamini wana wa Israeli. Na kule tunaona utofauti wake. Huku kuna Wayahudi, huku kuna Wapalestina. Wapalestina Waislamu wanamwabudu Allah, Wayahudi wanamwabudu yule ambaye hapa tunakatumtaji. Soma. Inasemaje? Akawaongoza mpaka Bethania. Huyu ni Yesu anawaongoza wanafunzi wake mpaka Bethania. Akainua mikono yake akawabariki. Kwanza Yesu akawabariki wanafunzi. Ikawa katika kuwabariki, alipokwisha kuwabariki, alijitenga nao. Akajitenga nao. Akachukuliwa juu mbinguni. Alafu wakamwabudu. Wa Kristo. Haleluya. Naona maneno wakamwabudu. Hivi Mazinge, wewe unasoma Biblia gani? Yaani Mazinge bala kwa kuchagua maandiko. Yaani yeye anachagua wadanganye Waislamu. Wewe si umesoma hapa vitabu vya Luka, mbona hii usomi? Yaani huyu jamaa bwana, yaani kila siku yeye ni kupinga tu, kafiri tu. Kafiri mkubwa wewe, sije nikasahau. Sasa akasema hivi, hapo kwanza nimekuua
kifo cha kawaida. Tulitaka nikufungue akili tu kwamba Yesu ana sifa ya kuabudiwa, Yesu ana sifa ya kutuma mitume na manabii. Labda samahani mwalimu, wakati tunaendelea kama mwenyekiti, kuna maneno ambayo nisingependa uendelee kuyatumia. Kafiri mkubwa wewe, tumemsikia Mazinge hajasema maneno kama hayo wakati anapeleka mada yake. Basi hata kama alisema, basi naomba hizi lugha zisiendelee kuwepo, kwa sababu tunataka mdahalo ambao hata watu watakapokuwa wanaangalia kwenye DVD wajue kuna kitu wanajifunza. Yasipo maneno sijui mara makafiri, kafiri wewe, watu wataacha kuzingatia hoja na kuingia kwenye maneno hayo. La pili, Allah ni Mungu ambaye anaabudiwa na Waislamu. Naomba usimuite kibao. Ni hayo mawili mwenyekiti nimeyaona, basi naomba uendelee. Asante. Sasa akajenga hoja akasema Yesu hawezi kuwa Mungu kwa sababu tarehe 25 Yesu amesherehekewa kuzaliwa. Sasa nikajihoji, huyu bwana anapotaja tarehe 25 anazungumzia nini? Unajua wewe hujui nini maana ya Christmas. Christmas ni sherehe. Unaona, ni sherehe. Kwa sababu hata Wayahudi walikuwa na sikukuu ambazo Mungu anawapa. Haina maana mnapozifanya zile sikukuu kwamba Mungu hayupo. Sasa anajua kubolewa huyu bwana, lakini labda nikujibu kama ifuatavyo. Wewe umetoa Luka 1:18 ukasema kwa sababu Yesu kazaliwa hawezi kuwa Mungu. Basi mimi namtumia huyo Mathayo. Maliza 23. 1:21, 23. Wewe ulisoma 1:18. Yaani Waislamu wanadokoa andiko. Sasa huyo aliyezaliwa ni nani? Wewe ungewapa Waislamu kwamba jamani hili andiko usingedokoa, ungemalizia mpaka mstari wa 23. Kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi, ukaacha. Ukasema Yesu naona hapa Yesu kazaliwa hawezi kuwa Mungu. Sasa hicho kinachozaliwa ni kitu gani? Nenda mstari wa 23. Mathayo 1:23 inasema, ndio, tazama, ndio, bikira atachukua mimba, ndio, naye atazaa mwana, ndio, nao watamwita jina lake Immanueli. Yani ndio Mungu. nani? Mungu pamoja nasi. Wakristo, haleluya. Mathayo huyo kakuua sasa. Kakuua. Yani Mungu pamoja na wanadamu. Unaona maneno hayo? Maana yake nini? Kinachozaliwa pale ni mwili. Mungu ni roho. Kinachozaliwa pale ni mwili ambao Mungu atautumia kuongea na wanadamu. Mungu hawezi kuja kama ng'ombe. Mungu hawezi kuja kama ndege. Lazima aje kama wewe. Mbona Waislamu mnaamini Jibrili alikwenda kwa Mariamu akiwa umbile la binadamu, lakini bado mnamwita malaika? Sasa Mungu ashindwe? Vipi nyinyi Waislamu, vipi? Yaani malaika anaweza kujibadilisha kuwa mwanadamu, Mungu asiwezi? Sasa kama Mungu huyo si atuachane naye. Mungu pamoja na wanadamu. Kwa nini? Isaya 9:6. Isaya 9:6. Mungu pamoja na wanadamu matakatifu. Naona maneno hayo shibli hiyo wazungu wanasema. Twende haraka ndugu yangu. 9:6 katika jina la Yesu nasoma. 9:6. Ndio. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ndio. Tumepewa mtoto mwanamume. Sasa hapa ndipo alipojengea hoja Waislamu. Huyu ni Yesu na majini hawapatani. Sasa utasemaje Isa na Yesu ni mmoja? Wewe vipi? Huyo Isa wa kwenu, chukueni huyo, na sisi tunasema sio lolote wala sio chochote. Isa huyo. Lakini Yesu ni nani? Sikiliza Rumi 9:5. Rumi 9:5. Maandiko matakatifu. Maana amesema tunajua Masihi, akakompea na Yohana 4:24. Yesu ameitwa Kristo au Masihi kama yule Masihi wa Waislamu ambaye anaitwa Isa. Yule ni Masihi wa uongo. Mnatuletea Masihi wa uongo hapa. Sikiliza Masihi wa kweli sasa. Rumi 9:5. Rumi 9:5 katika jina la Yesu nasoma. Inasemaje? Inasema ambao mababu ni wao. Ndio. Na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Mungu nini? Mwenye kuabudiwa milele. Amen. Wa Kristo, haleluya.
Unaona maneno hayo? Yaani leo natoa maandiko zaidi ya 30. Yaani Mazinge ukiyakata haya basi wewe ni mbango tu. Utakujua wewe ni mbango tu, hujaja kujifunza. Alafu akasema Mungu asinzii wala halali. Ufafanuzi wake. Ufafanuzi kwanza, ufafanuzi. Mtu aweza kusamehewa kufuru lake Ndio juu ya Yesu kwa sababu huenda hakuweza kutambua wazi ya kuwa Yesu ni Mungu. ndio Kwa vile Yesu aonyesha hali yake nyonge za ubinadamu. unaona maneno hayo? Kama hawaelewi kwamba Yesu alivyokuja katika mwili alionyesha tabia ya kibinadamu ili usimwogope, uishi pamoja na wewe. Ndio maana wewe umetoa maandiko eti Yesu alilala. Unaona bwana? Sasa kinacholala si mwili. Hivi huyu hata hajui kinacholala ni mwili. Mbona roho yako bado inaendelea kusurvive? Ndio maana unaota huko wapi, huko kwenu huko. Yaani hata hilo tu nalo ulijui. Kilicholala pale mwili. Na Yesu kwa nini alifanya vile? Hakuna kitu ambacho Yesu alikifanya ambacho hakina maana. Zaburi 78:65. Kwa nini Yesu alifanya tukio hilo? 78:65 Zaburi. Alitaka kuwapima wanafunzi wake imani kwamba wanajua waliyekuwa naye ni nani. Inasemaje? Ndipo Bwana alipoamka kama aliyelala usingizi. Unaona maneno inakujibu sasa. Ndipo Bwana alipoamka kama alivyolala usingizi. Nini? Anarejea ile ishara aliyoitoa pale baharini. Unaona maneno? Alafu akatuliza upepo. Tulia bahari. Haya, kuna kidume yote hapa alishawahi unaweza ukaituliza bahari wewe? Sio tu mnajidanganya tu hapa. Ala anaweza kutuliza bahari. Kwanza Mungu wenu wenyewe haonekani. Yaani wewe Mungu eti haonekani afu unasema una Mungu. Unaona maneno hayo? Mungu mwenyewe haonekani. Akasema kwamba eti Yesu alikula chakula, alifanya nini? Wafilipi 2:5. Kwanza la kujibu hiyo yote kwanza ili uelewe kwamba kwa nini Yesu eti alikula kama binadamu, aliishi kama wanadamu. Biblia inakujibu. Wafilipi 2:5. Nasoma katika jina la Bwana Yesu. Ubarikiwe sana. Iwe ni na nia hiyo ndani yenu. Sikiliza wewe Mazinde. Sikiliza hiyo. Ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ambayo ilikuwepo ndani ya Kristo Yesu. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Jamani, mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni nini? Kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Jamani, yale mambo yote aliyokuwa anayafanya Yesu alijifanya kuwa hana utukufu. Yaani wewe ni tajiri lakini unajifanya sio tajiri. Unaona maana? Yaani alijifanya kuwa hana utukufu anao. Akatoa namna ya mtumwa. Ndio ile uliyosema Yesu anajitambulisha kwa watu, anajipresenti kwa watu na alitumwa. Ni nini? Ni neno limetumwa duniani likafanyika mwili. Kwa hiyo lazima liwe na hatua la kujitambulisha kwa watu. Ndio maana akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa wanadamu. Sasa hao wanasema hivi mfano wenyewe hamjui. Waislamu mfano hamjui. Yaani akawa ana mfano wa mwanadamu. Sasa hao wanasema mwanadamu kamili. Ni vipi? Ana mfano wa mwanadamu. Ufafanuzi. Kitu cha kushikamana nacho. Kitu cha kushikamana nacho. Si kwamba Kristo kwa kutoa ubinadamu ndio alipoteza uungu wake, bali kwamba alificha umungu wake katika nini? Katika utu. Unaona maneno wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata si kwamba Yesu alipokuja katika mwili. Malizia. Hata wengi kumtia maanani kama ni Mungu. Wa Kristo, haleluya. Naona maneno hawakumtia maanani kama ni Mungu. Kama leo Waislamu bado wanamjadili Yesu katika mwili. Wanaujadili ule mwili uliotokea kwa Mariamu bila kuelewa. Ndio maana yule katoa andiko, Yesu anasema mnataka kuniuamini mtu, sasa si ameshakuja kama binadamu, wao wanataka jitambulisheje? Kutoka 15:3. Unaona maneno hayo? Kutoka 15:3. Kwanza kabla hujatoa hiyo, unajua maneno kama haya mbona hata kwenye Qur'ani hapa.
Mimi naamini Qur'ani ni maneno ya Mungu. Hebu tusome kidogo. Natoa mfano kuwafungua Waislamu. 41:6 Qur'an. 41:6 Qur'ani. Mazinge ukija pitia aya hii. Sema haya maneno sio ya Allah. Sema maneno haya ni ya Muhammad. Inasema 41:6 inasema. Mimi Ndio. bila shaka mimi ni mtu kama ninyi. Hivi hii kauli ni ya nani? Wewe ukija hapa useme kama sio maneno ya Allah utuambie. Huyu naona ananyosha. Kwani dakika zangu tayari? Timekeeper kinyosha manake tayari. Hatuwezi kubishana na timekeeper. No. Tumemteua huyo ili atutunzie muda. Kwa hiyo naomba mwalimu rudi, isipokuwa wakati mwalimu anarudi naomba tulitangaza pale pana viti viwili kwa ajili ya timekeeper. Kwa hiyo tunaomba timekeeper mwingine, Mkristo yote asogee pale. Waislamu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nitaka kuwakilisha, wakati nimesimama hapa naongea, yule kijana alikuwa hajanielewa nini naongea. Hakunielewa kabisa ninachoongea. Anasema mimi sikutoa dalili za Mungu. Akasema dalili ya Mungu ni kuchagua mitume. Akatoa aya kwenye Qur'ani. Haya, nakuulizeni nyinyi, toka lini Wakristo wakatumia Qur'ani kwamba ni mwongozo wao? Allah hawamtaki, Muhammad wanasema si mtume. Vipi yachukue maneno ya usiyemtaka ukafanya kigezo cha wewe kumpata Mungu wako? Inna lillahi. Hapa tunasema Yesu si Mungu kwa sababu Yesu alikuwa mwanamume. Hatuwezi kumwabudu mwanaume mwenzetu sisi. Hakuna. Kijana akajisahau. Akasema Mwenyezi Mungu huchagua mitume katika wanadamu na malaika. Akatoa Yesu eti kwa Luka kachagua mtume. Wakati huyo anayesema Luka si mtume. Huyo Luka mwenyewe si mtume wa Mungu wako. Hapa mada Yesu hana sifa ya uungu na hafai kuabudiwa. Yesu anasema 6:9 Mathayo, mnaposali salini hivi, yeye yuko mbinguni.